Karibu sana katika channel yetu pendwa ya Apostle Katambi. Tupo katika masomo yafuatayo: kujifunza kwa habari ya mimba na kuweza kujifungua. Leo niko katika sehemu ya 5. Unanifuatilia kama ni mara ya kwanza kuingia kwenye channel yetu pendwa, leo nitazungumza kwa habari ya siri kubwa iliyobebwa katika kujifungua. Siri kubwa iliyobebwa katika kujifungua. Siri kubwa iliyobebwa katika kujifungua ni siri ya hatari sana ambayo mama mjamzito anatakiwa awe nayo. Baba na mama, mnapopata mimba, mnapopata mtoto mimba, mnatakiwa kuwa na siri kubwa sana. Na siku ya leo nitaanza kufundisha siri hiyo katika ulimwengu wa roho. Kama ni mara yako ya kwanza kuingia kwenye channel yetu pendwa ya Apostle Katambi, ukaweza kusubscribe channel hii ili tunapotuma vipindi vyetu uwe wa kwanza kuvipata, na tunapoingia maombi kwa ajili ya mama mjamzito na mama na mtoto wake tumboni, ili uwe mtu wa kwanza kupata maombi hayo. Tutaanza kama ifuatavyo. Kila eneo lina siri. Taasisi mbalimbali za kiserikali zina siri, na ndio maana watu wanapoapishwa nasema, nitaitumikia nchi yangu, lakini nitaitunza siri ya serikali yangu, nitaitunza siri ya chama changu, nitatunza siri ya ndoa yangu, nitatunza siri ya familia yangu. Ndivyo ilivyo katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa roho, mama mjamzito anapobeba mimba, kile ni kitu cha rohoni. Mimba ni kitu cha rohoni. Asili ya mimba ni rohoni. Ukiangalia kwenye maandiko, Mwanzo sura ya 28, Mungu anatoa maagizo, zaeni mkaongezeke. Asili yake ni rohoni. Maana yake unapobeba mimba, mama mjamzito, wale wachawi, wale watu wabaya wanakufuatilia kwenye ulimwengu wa roho. Wanakufuatilia wakuu wa giza, wanakufuatilia wakuu wa anga, wanakufuatilia. Lengo na zumuni wamuue mtoto au wakuue wewe. Kwa kitakacho kuwasaidia, kumbuka sasa, kila mtaa una wachawi wake. Kumbuka, kila mtaa una wachawi wake. Kwa wakigundua kwamba umebeba mimba, si kitu cha kwanza, wanatuma wapelelezi kwako. Wanakuja kama marafiki, wanakuja kama mashoga, wanakuja, wengine hawana aibu, wanakuja mpaka kwa mume wako kumpeleleza mke wako ana mimba. Kama wanaongea, atajifungua lini, atazaa lini. Na kwako wanakuja kukupeleleza, naona umechoka, hii mimba inaonekana kama na miezi 5. Ni kweli ina miezi mingapi? Wapelelezi. Siri ya kwanza itakayosababisha ufanikiwe katika wakati wa kujifungua au ufanikiwe wakati wa kuzaa mtoto, kupata mtoto, ili wasiandae mitego yao, ili wasiandae mauti zao, ili wasiandae vita vyao. Siri ya kwanza, wanatafuta mwezi wa wewe unaenda kujifungulia. Katika ulimwengu wa roho, mwezi unaokwenda kujifungua, mwezi unaokwenda kupata mtoto, hicho ni kitu cha kulinda sana mama mjamzito. Hicho ni kitu cha kuchunga sana mama mjamzito. Waliokuzunguka, tofauti na mama yako, tofauti na baba yako, tofauti na kwenye familia,
tofauti na watu waliokuzunguka. Hiyo ni siri kubwa sana. Kwa wachawi wengi hawawezi kukushambulia bila kujua mwezi unaokwenda kujifungua. Ndio maana wengi wanapopata mimba huwa anaanza kuona maruerue, mara umekimbizwa, mara uko porini, mara uko msituni, mara unaona mtoto anaharibiwa tumboni, mara unaona mtu anatokea, mnapigana, ujua anataka kukutengenezea mauti wakati wa kujifungua. Kwa katika siri mojawapo, mama mjamzito, wakati unapotaka kujifungua salama, we mwenyewe utatengeneza maisha kujifungua salama. Ficha mwezi wako unaokwenda kujifungua. Unasema, mtumishi, unaongea nini? Ayubu alipopata matatizo baada ya watoto wake kufa, familia yake kufa, Ayubu alilaani siku ya kuzaliwa kwake. Ayubu alilaani mwezi wa kuzaliwa kwake. Kwenye ulimwengu wa roho, wakishajua unajifungua lini, mwezi gani, tarehe gani, mpendwa, ndipo wanaanza kutengeneza mauti juu yako, ndipo wanaanza kutengeneza kifo juu yako. Ndio wakati kwenda kujifungua, unakuta mtu anapata shida kujifungua, njia haifunguki kwenye kuzaa, njia imefunga kwenye kuzaa, unapata uchungu, unaondoka, unarudi. Wanakuandalia vita mapema kwa sababu ya wewe mama mjamzito. Siri ya kwanza ya kuficha ili ujifungue salama, lazima mama ufiche mwezi wako unaenda kujifungulia. Kwa nini ufiche mwezi unaenda kujifungulia? Wachawi wasipojua, najua tu bado labda hii mimba inavyoonekana bado miezi mitatu, bado miezi minne, kumbe unaenda kujifungua kesho, bado miezi sita, unaenda kujifungua kesho. Lakini leo mama mjamzito amepata mimba, ukienda saruni, najifungua siku fulani, nashusha mimi, nashusha mtoto, naenda kuleta mtoto siku fulani, wengine mpaka kwenye mitandao, najifungua siku fulani. Unajitengenezea mauti kwenye ulimwengu wa roho, unajitengenezea mauti kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo siri ya kwanza ya mama mjamzito, ficha tarehe yako ya kwenda kujifungulia, ficha mwezi wako unaokwenda kujifungulia katika ulimwengu wa roho. Adui akielewa mwezi unaenda kujifungulia, ndiko wale wachawi, wakuu wa giza, wakuu wa anga wanaandaa mashambulizi kwa ajili yako, wanaandaa vita kwa ajili yako katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo mtu anaweza akaja na kutumia wapelelezi, shoga, naona mimba imekuwa, lini unashusha shoga, nijiandae, nikuandalie viatu vya mtoto, nikuandalie vigauni, baby show, nikuandalie. Watakutega kwa kila aina. Ukimwambia ni siku fulani, wanaenda kukaa kikao kwamba anajifungua siku fulani. Na wengine wakienda kujifungua, uchungu umebana, anaanza kuongea, jamani, na uchungu umeanza, mazomolo yameanza tumboni, mazomolo yanachoma, mazomolo. Wewe watakuua mapema. Katika ulimwengu wa roho, kitakacho kusaidia, umebanwa na uchungu, vumilia, ondoka kimya, nenda hospitalini, wasikie tu kwamba amekwisha kujifungua. Wakati wanawaza kwamba ni tarehe gani, mwezi gani anaweza kujifungua. Hii ni siri ya kwanza ya ulimwengu wa roho, kuweza kuwachenga wachawi, wakuu wa giza katika ulimwengu wa roho wasiweze kukushambulia wakati unapokwenda kujifungua. Cha kwanza, linda siri, mwezi unaoenda kujifungua, tarehe unaoenda kujifungua. Hivyo wanafuatilia katika ulimwengu wa roho kuleta mauti. Ndio unaona mtu anajiandaa vizuri, anaenda kujifungua, naambia mama mjamzito amefariki.
Wakikushindwa wewe, mtoto wake amefariki, kwa sababu wanakushambulia kwenye ile siku unapoenda kujifungua. Ndipo wanaanza kufuatilia na kamera zao, TV zao za kipepo, antena zao za kipepo, wanasimamisha rada, wanakuwa pia paka na manesi wao kwenye ulimwengu wa roho ambao wanawasiliana nao katika ulimwengu wa roho. Mungu akubariki, akuzidishie. Naomba unifuatilie kwenye somo letu lijalo, namna ya kuweza kumlinda mtoto akiwa tumboni, namna ya kuweza kujilinda wewe na mtoto wako ili ujifungue salama. Utapata masomo yetu haya kwenye channel yetu pendwa ya Apostle Katambi. Kama ni mara ya kwanza kufungua channel yetu hii, kipindi chetu hiki, unaweza ukasubscribe channel hii ili wa kwanza kupata masomo yetu. Mungu akubariki katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Unaweza ukaweka comment yako hapo chini, nitaisoma, na ukaweka na namba yako hapo, tukawasiliana, ukachukua namba ya simu kwenye channel hii, tukawasiliana, tukaomba pamoja. Ubarikiwe sana katika jina la Yesu hai. Amen.